Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpendwa na mpenzi wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama, leo ni siku nyingine ambayo kwayo tunabudi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na leo ni miongoni mwa siku adhimu muaddabu sana, ambao nataka unisikilize kwa makini sana, kwa sababu nataka kuzungumza kitu ambacho kitakufaa katika maisha yako. Lengo la darasa hii, nataka wewe unaitazama, jitambue, nachukua hatua, na lengo kabisa ni kufanya kinga. Alwiqayatu khairu min al-ilaj. Kinga ni bora sana kuliko tiba. Watu wengi wamekuwa wakisubiri mpaka maradhi, shida ziwakute ndio waweze kufanya kinga, kitu kibaya sana katika maisha haya. Au maradhi yakiwakuta ndio waanze kuhangaika katika kujitibia. Msemaji anasema alwiqayatu khairu min al-ilaj. Kinga ni bora sana kuliko tiba. Kwa sababu gani nakwambia ufanye maneno haya, ufanye kinga? Kwa sababu ya haya nitakayoyasema. Cha kwanza, usidharau ndoto. Watu wengi wamekuwa wakidharau ndoto ambazo zina manufaa katika maisha yao. Ndoto zimegawanyika katika namna kuu tatu. Yaqulu habibuna al-Mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume wa Allah tabaraka wa taala ya kwamba arru'ya yanqasimu ila thalathati aqsam. Ndoto zimegawanyika katika namna kuu tatu. Namna ya kwanza, arru'ya bushra min Allah, ni ndoto ambazo ni bishara kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na bushra min Allah yanqasimu ila kismaini, bishara kutoka kwa Allah tabaraka wa taala zimegawanyika katika namna kuu mbili. Namna ya kwanza ni at-tabshir, yani kubashiri. Allah tabaraka wa taala anakuletea ndoto ambayo ukifanyia kazi basi ina kheri kubwa inataka kuja huko. Mfano wa kisa maarufu cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam, Allah tabaraka wa taala alimletea, ile ilikuwa ni bishara ya kwamba nyota 11 jua na mwezi vikimsujudia, ni bishara ya utukufu ya ukubwa hapo baadaye. Kwa hiyo bushra min Allah zinakuja kwa namna mbili. Atabshiri ni ndoto zile za kheri nzuri ambazo zitakuja katika maisha yako, lakini pia vile vile Allah tabaraka wa taala anaweza kukuletea ndoto ambazo hizo zinaitwa al-indhari, yani tahadhari, unatakiwa uchukue. Khudhu khidhirakum, unatakiwa uchukue tahadhari. Kwa hizi ni namna za kwanza ambazo ni bushra min Allah. Lakini namna ya pili ni al-hurmu minash shaitani, ni ndoto zile za kuogofya mbaya, wanazuoni wakaziita ni al-hurmu minash shaitani. Tazama, ya kwanza zimeitwa ru'ya, lakini ya pili imeitwa al-hurmu. Zote ar-ru'ya na al-hurmu zote zinafasilia ndoto, lakini al-hurmu zimekusudiwa zile ndoto ambazo zinaweza kuogofya, zenye kutisha. Miongoni mwazo ni zile ambazo mtu ulizokalala usingizini ukaota kwamba unalishwa vyakula vya usiku kwa kulazimishwa, au unaota umebebeshwa maiti, au unaota kwamba kuna kitu kinakukimbiza cha kuogofya, kinataka kukudhuru. Na watu wengi katika jambo hili wamekuwa wakiota ndoto za namna hiyo. Mtu anakimbizwa na nyoka tofauti, anakimbizwa na nyoka mweusi. Na ukiona unakimbizwa na nyoka mweusi, basi jua ni uadui, tena ni uadui wa kichawi. Yani wachawi wametengeneza uadui mkubwa na wewe, wanataka kukudhuru. Lakini pia kama itafikia mahala utalala utaota ndoto unapaa, hii ni kukufanya tu jihisi kwamba wewe uko vizuri, uko salama, kwamba chini kuna maadui wanakufuata, unapaa, unarudi unapaa. Hii ndoto ni mbaya. Kwa sababu gani? Huenda inaweza kuwa kuna tarsimu inakuhusu wewe uharibikiwe mambo yako. Sasa inavyopigwa na upepo, kwa sababu ni wewe yule. Sababu kila mwanadamu ana mambo manne. Mwanadamu ana hawaia, yani ana upande wa hewa. Mwanadamu ana naria, ana upande wa moto. Mwanadamu ana upande wa maia, yani upande wa maji. Na mwanadamu ana turabia, yani udongo, na ndo asili yetu. Sasa mtu anaweza katazama katika nguvu yako, nyota yako, kivuli chako kimegamia wapi. Nguvu yake ipo katika moto, au ipo katika maji, au ipo katika hewa, au ipo katika udongo. Akigundua ipo kwenye hewa, basi anakupiga kupitia hewa yako.
Na ndio maana washirikina, mtu anaweza kachukua jina lako afa kaanza kuliswawiri, akishaliswawiri, akishalipata. Sisemi kuchukua jina ni haramu, hapana. Sisemi kuchukua jina ni ushirikina, hapana, kwa sababu hata hospitali ukifika, cha kwanza mtu anaweza kuambia nipe jina lako. Nachukulia kwa wale ambao wanayachukua majina kwa ajili ya kuwadhuru watu. Chukua jina lako na la mama yako, akishapata nguvu yako, anajua nguvu yake ni hawaia, ni katika hewa, basi natengenezwa tarsimu ambayo anabebwa sheitani, ambaye ndo anasimamia tarsimu ile, tarsimu ambayo ina uhalisia wako na ina nguvu yako, ndo inatundikwa. Sasa kadiri inavyopigwa na upepo, inavyopigwa na hewa, ile tarsimu inavyoyumba, kwanza usifikiri hawana akili. Kumwambia mtu bana, hii tarasimu ambao umekuja kusema unataka kumroga fulani, nenda kaifunge kwenye mti mkubwa ambao unapigwa na upepo mwingi. Hawa watu wana akili, wana sayansi ya ajabu mno. Kadiri ambavyo inapopigwa na upepo, ile nguvu yako wewe ndio inakuja na kuathiri, ndio kilala unaota unapa, kumbe ile sheitani linafanya kazi yake, na hapo utajikuta mambo yako yanaharibika na kila kitu chako kinakuwa kibaya. Hii ni kutokana na mazingira ya vile ambavyo ulivyorogezewa. Lakini wakigundua kwamba wewe ni annaria, kwamba wewe asili yako ni moto, nguvu yako ipo katika moto, unaweza kujikuta kwa wale walikuwa wanapikia mafiga zamani, inatengenezwa tarsimu, na tarsimu hiyo mara nyingi wanatengeneza kwenye yai, wanaandika na wanapata athari zako, wanaziweka. Wakishaziweka, au wanaweza kuchukua nywele yako, nyao wako, kucha yako, wakaiweka ndani ya lile yai kwa kulitoboa kitaalamu kabisa, na juu akaandika baadhi ya vitu. Wakishaandika pale kwenye mafiga matatu, wanachimba kijishimo kiasi cha upana huu, alafu wanazika lile yai. Wakishazika lile yai, kadri lile yai linavyokwenda linapikiwa pale, linaenda linawiva, na kadri linavyozidi kuiva ndivyo unavyoathirika. Unaweza kujikuta kuna mtu mwingine mwili unawaka moto ajabu rahmani, kamaliza hospitali zote lakini kupona haponi, kamaliza hospitali zote kupona haponi. Lakini wakigundua kwamba wewe ni aturabia, ndio pale inaweza kazikwa makaburini. Tena wanaangalia kwamba tuangalie kaburi gani ilikuwa au alikufa mtu ambaye ni kichaa, basi linazikwa ile tarsimu au zile athari zako zinazikwa kwa kaburi la mtu ambaye alikufa ni kichaa. Shekhe, utaki usitaki utakuwa kichaa. Wanaangalia ni mtu gani alikufa na maradhi ya kisasa, wanachukua upungufu wa kinga mwilini, wanachukua wanazika, na ni wataalamu sana hao watu katika kufuatilia vitu hivyo. Si kazi yake, lazima ajue. Mtu anaweza kanda kwenye msiba, kazi kuulizia tu mgonjwa alikuwaje, aliuguaje, tatizo lilikuwa nini. Kumbe anataka kujua tu, kuna mbaya wake anataka subiria, akipata kifo ambacho anakitamania ndio unapigwa hivyo. Wakikuta kwamba ni almaia, ni asili yako ni maji, basi wanachukua ile tarsimu wanaiweka katika kopo, alafu juu anamwaga zege. Mtu yuko radhi asafiri sehemu ndefu yenye kina kirefu cha maji, alafu anaidondosha ile tarsimu iliyopo ndani ya zege, na bahari ikipokea lile kopo lenye zege itazama mpaka katika ardhi. Ikifika kule ndio unaweza kujikuta unaogelea kwenye maji kwa tabu, kwa tafrani, unataka kuzama tafrani nini, ujue hapo unatakiwa kujikomboa. Kwa ruya, ndoto usidharau kabisa, iwe ni ndoto ya kupaa, iwe ni ndoto ya namna gani, kwa makini katika ndoto unazoziota. Mpenzi wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama 771 ndio namba ambayo unaweza ukapiga na ukanipata moja kwa moja kupitia WhatsApp, lakini 220 ni namba ambayo unaweza ukapiga direct, yani moja kwa moja. Usidharau ndoto. Usisahau kusubscribe channel yetu hii ya YouTube, lakini pia vile TikTok usisahau kuifollow. Kwa mtu yoyote atakayeota ndoto yoyote, basi nipigie nikufasirie, huenda ni ndoto ambayo inaweza ikawa inakujenga kwenye maisha yako ya mbele, kwa sababu unaweza kuota ndoto nzuri, kama hauto itengenezea mazingira ya yale uliyoota yatimie, hayatotimia. Na unaweza kuota ndoto mbaya, kama hautojitengenezea mazingira ya kujiepusha na kile ulichokiona, kitakujilia tu, kitakufika tu. Kwa hiyo niambie ndoto yako, ni kutafsiria, alafu tukae tufanye dua kwa nguvu ambazo Allah tabaraka wa taala ametupa. Mwenyezi Mungu atakufanyia kila la kheri, atakupa badala duniani kesho kiyama. Usidharau ndoto kama hichi kisa ninachotaka kukupa. Kuna binti mmoja alikuwa katika nchi ya Marekani, alinipigia simu hivi vitu naongea WhatsApp nini, akanipigia simu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Khalifa, mimi na jambo, Sheikh wangu nisaidie.
Nimehangaika kwa mashehe wengi hapo Tanzania na sehemu nyingine, nimetupa sana fedha, lakini shehe wangu nimefeli, sijapata nafuu. Nikamwambia nini shida? Nieleze, kwa sababu mponyaji ni Allah tabaraka wa taala. Sisi ni sababu tu, lakini Allah ndo kila kitu. Ile binti ndo akaanza kunipa historia yake, anasema kwanza kanipa historia alifikaje kule. Baada ya kufika kule kidogo mambo yakaanza kunyooka, msaada mkubwa wa familia ndio anasimama, anahudumia familia, anawasomesha watoto wa ndugu zake, amefungua biashara, amejenga. Yani Allah tabaraka wa taala katika kamfungulia, inna fatahna laka fathan mubina, yani kana kwamba Allah tabaraka wa taala akamfungulia ufunguzi uliokuwa mkubwa. Binti yule anaeleza kwa masikitiko makubwa, anasema siku moja nimelala usiku wa manane, shekhe, nikaota ndoto. Nilikuwa nalia na nisimulia, sema nikaota ndoto kwamba wamekuja watu kadhaa, lakini kuwaona usoni siwaoni. Wananilazimisha nile, kuna kitu wananipa, wananiambia kula hiki, mimi nawaambia sitaki, siwezi kula jambo hilo. Wamelazimisha sana, lakini mimi nilikataa, niligoma shekhe wangu, kiasi ambacho ikafikia mahala nilipiga ukelele mkubwa na wao wakageuka wakapotea, na wakainuka. Kiasi nimepiga ukelele nikainuka, nilikuwa nimejilaza kwa sababu wakati wanalazimisha pia najua kwamba hapa nimelala, kwa sababu nilikuwa baina nikana kwamba niko macho au nimelala. Nikajikuta nimeshtuka mpaka nimekaa, ndio nashtuka sasa rasmi. Nilikuta jasho linanifumuka na watu wanagonga mlango, nikafungua, wakaniuliza kuna nini. Hali ambayo imenitesa sana shekhe wangu. Siku hiyo sikuweza kushinda vizuri, lakini siku ya pili ndoto ikajirudia vile vile, na walikuwa wameongezeka katika idadi. Baada ya kuongezeka katika idadi wakanilazimisha tena, nikahangaika sana usiku huo, wanalazimisha kula hii, mimi natapata hapa, siwezi, sitaki. Nikapiga tena ukelele mkubwa, sitaki. Nikajikuta tena nimeinuka kama ilivyokuwa mara ya kwanza, nikakaa. Sasa binti huyu kipindi hichi ndio nitakiwa ahangaike, apate watu wa kuweza kumnusuru, lakini yeye mwenyewe anasema nilipuuzia, nikaona ni kitu cha kawaida tu, kwa sababu nawashinda. Kama vile unavyoona kwamba unawashinda kwenye ndoto zako, basi ipo siku wanakutafutia target. Mtu anaweza kaota kwamba anapigana kwenye ndoto, lakini anawashinda maadui zake. Kuna target siku akiipata utakuwa huwezi kushinda tena, kwa sababu wenyewe sio wajinga, wanakuwa wamejipanga. Basi binti yule anasema kwamba siku ya tatu sasa ndo walikuja, na walikuja wengi kiasi ambacho idadi yao nilikuwa siwezi kuikalili, tofauti na ya kwanza na ya pili. Na wote walikuwa wanasema kwa pamoja kwamba kula hii. Wanilazimisha mpaka ikafikia mahala nikapiga kelele kama kawaida yangu, siwezi kula, niacheni. Sasa wakati mdomo umefunuka, nasema siwezi kula, pale ndo mmoja akapata chance, akakirusha kitu kikaingia moja kwa moja kwenye koo, na automatically kikaja kikakaa hapa kwenye koromero hapa, kikaja kukaa, kushuka kishuki, kupanda kipandi. Pale nikajikuta nimekaa na nimeshtuka, napiga kelele kwamba sili, watu wanagonga vipi wewe. Lakini baada hapo ndio nikasikia sasa kuna kitu kimekaa katika kifua, uchawi. Na ndio maana kuna darasa nilitoa lililopita linasema hayati mzuza, namna ambavyo watu wanavolishwa vyakula vya usiku vibaya. Sasa huyu ikakusudiwa kabisa rasmi, anarogwa, anafanya ubaya, na ili ubaya huu uweze kumwathiri lazima alishwe, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kawa anaota ndoto, anaona kabisa wachawi wamenijia. Sasa kile kinachopambana pale ni kile kivuli hichi. Nitakuja kutoa darasa yake, ni darasa gumu kidogo. Kivuli ni nini? Kila mwanadamu ana vivuli viwili, na kivuli kile cheusi ambacho kikipigwa na jua au mwanga wa taa au nini unakiona, lakini pembeni hapo mkono wa kulia kuna kivuli hakionekani vizuri mpaka ukitazame kwa muda kidogo. Kile ndio kivuli chako, kile ndio asili yako. Wapendwa wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama, kilichotokea ni kwamba binti yule anasema tokea hapo nikaanza kuumwa. Cha kwanza ilianza tumbo lilikuwa linanisumbua ajabu ya Rahmani, kama kuna vitu vinacheza, kama kitu kinatembea, kama nimebeba mtoto. Nilikuwa naumwa kama mtu anayetaka kwenda kujifungua, chini ya kitovu, uchungu na usikia mkubwa. Usiku ukawa ni wa kwangu, mchana wa kwangu. Nimemaliza hospitali unazozijua wewe huku zinazotumia gharama, nimetupa fedha zangu nyingi sana, nimehangaika mashariki kaskazini, lakini chanzo ni ndoto niliyoota. Madaktari wakipima watakwambia na hiki mara unakie, lakini hasa tiba kamili nikawa siwezi kuipata. Anasema baada ya hapo ilichukua muda kidogo, mara ghafla maradhi yakaongezeka kutoka katika tumbo yakaja mpaka kifua. Nikawa athma si athma,
kifua kikuu. Si kifua kikuu kwa sababu vyote nimepima na sina, lakini nikawa na ajabu ya Rahmani mpaka inafikia mahala pumzi zinapotea. Inafikia mahala ilikuwa nikikamatwa na kifua kinabana, pumzi inaanza kupata tabu. Mwisho wa siku napoteza fahamu, nikija kuzinduka niko hospitali nimewekewa oksijeni. Kwa gharama zilinitoka sana, lakini haikuishia hapo wala hawakuridhika. Nikafikia mahala kwamba sasa nikawa nasikia kichwa pia kinaniuma, kichwa kinapasua, sijapata hapo kuona. Anazungumza analia, na uzuri alinipigia video call sababu sijapata uhakika kama anazungumza na mimi kweli. Anambia, Shekhe, nimefikia mahala kichwa kinaniuma sana, kiasi ambacho kichwa kinaniuma mpaka nahisi kutaka kuwa kama mwenda wazimu. Natamani kupiga kelele. Nafikia mahala nikishindwa kuvumilia napiga kelele. Nafikia mahala watu wananikamata, wananifunga kamba, wanahisi kama nataka kwenda kwa mwendo wazimu. Lakini bahati nzuri hawakunipeleka mentali na hawakunipeleka zile hospitali za vichaa. Waliendelea kunivumilia na kuhangaika na mimi. Kwa nimekupigia hapa Shekhe, nataka nijaribu kwako, wenda asa Mungu atanipa kheri. Nimependa vile unavyozungumza, nimependa zile pointi unavyozisema. Kwa nikataka wenda nikajaribu na kwako. Nikaambia hapa, cha kwanza usijaribu. Kama umekuja kujaribu endelea na mambo yako, lakini kama unakuja hapa tufanye, tumwombe Allah tabaraka wa taala. Sisi ni sababu. Allah tabaraka wa taala anasema waja'alna likulli shay'in sababa, amejalia kila kitu sababu. Sasa hapa lazima tufanye kwa maana ya kufanya, na gharama itakutoka. Kanambia Shekhe, ninavyoumwa hivi, ninavyohangaika, acha tufanye. Pesa inatafutwa hapa na uzima, lakini acha tufanye. Kwa hiyo hichi kisa nakileta kwako, usidharau ndoto, usipuuze ndoto hata kidogo. Tulifanya nini? Nikamwambia, cha kwanza umeshatibiwa sana. Mimi sitaki nikutibu. Mimi nachotaka kwanza tuweke kinga, kwa sababu inaonekana hao watu wanajua taratibu zako na wanakufuatilia. Sasa nataka hata ndugu yako wa karibu asijue kama umenipigia simu, asijue kama mimi nakutibia, kwa sababu kuna watu wengine anaweza kawa endo mbaya. Ukimjulisha bana nimeanza matibabu, endo mtu wa kwanza kukwambia bana achana nao, fanya hivi, fanya hivi, anakukatisha tamaa ili mradi usiingie jambo, sababu ndo nusura yako. Lakini la pili, hatuwezi kujua mbaya ni nani. Unaweza kuwa ndugu zako ni wazuri, sio wabaya, lakini mtu mmoja akibeba atamwambia yule, atamwambia yule, atamwambia yule, mwisho wa siku siri hakuna. Siri ni ya mtu mmoja tu, na mimi nakufahamisha leo siri ni ya mtu mmoja. Katika mji wa bwana mmoja anaitwa nani bwana huyo? Jina kidogo limenitoka, nikilikumbuka hapo baadaye nitalizungumza. Ibn Wasi siku moja katika nchi yake palitokea shida kidogo. Watu waliamka wakaona katika bahari kumetokea vidole vitatu vimenyosha juu ya bahari, vidole vitatu. Sasa watu wakawa wanahangaika, vile vidole vina nini, vinazungumzia nini, labda ni laana, labda kuna jambo baya litatukuta katika nchi, kiasi ambacho taarifa zikazagaa mpaka mfalme wa nchi akaenda kushuhudia tukio hilo. Na alipofika katika tukio hilo, alichokifanya mfalme wa nchi ni kuamrisha wataalamu, wachawi, waganga wote waende pale, wahakikishe wajue tafsiri ya vile vidole katika nchi yao ni kitu gani. Basi walienda, walifanya kila wanachokiweza, ilishindikana. Mpaka akamwambia mfalme, sisi tumeshindwa, hatuwezi. Akamwambia basi hata kuviondosha, basi kama ameshindwa kujua tafsiri yake, basi hata kuviondosha hatuwezi. Mtu mmoja akatokea akamwambia mfalme, usihangaike, tumuite Ibn Wasi hapa, yote anaondoka, yote ataisha. Ibn Wasi akaitwa. Alivyoitwa pale akaambiwa, tunaomba utuondolee hivi vidole, kwa sababu tumeshahangaika kadri tunavyoweza, imeshindikana, hebu viondoe. Hasan Basri akavitazama vile vidole, akaonyesha alama ya kukataa. Kimoja kikazama, vikabaki viwili. Akavitazama, akaonyesha tena alama ya kukataa. Kimoja kikazama, kikabaki kimoja. Cha mwisho akaonyesha alama ya kukubali, na cha mwisho kikazama. Hapo mfalme anamtazama kila tukio analolifanya Ibn Wasi. Mfalme sasa amehadaika, anataka kujua kitu gani maelfu ya wachawi, maelfu ya waganga wamekuja hapa wamefanya, wameshindwa kuviondoa, hata tafsiri wameshindwa. Anaambia, mbona nieleze kwamba je, vile vidole vilikuwa vinazungumzia nini, sababu yake ni nini? Ibn Wasi akamwambia, achana nalo, ni jambo la kawaida wala halina faida. Na akasema, hapana, lazima uniambie moyo wangu upate kutulia. Ibn Wasi akamwambia mfalme, wewe nikikwambia utakuwa umepata faida. Je, mimi nikikwambia kwangu nitanufaika na nini? Akamwambia, sema unachokitaka nitakufanyia. Mfalme Ibn Wasi akamwambia mfalme, nataka ile ikulu yako unipe ya kwangu, wewe tafuta ikulu nyingine.
Mfalme akasema sasa mimi nitakawa, amesema ndio hivyo, la sivyo sikwambii. Sasa basi haya ya kwako Ikulu kuanzia leo. Bonawasi alikuwa na akili sana, tofauti na watu wanavyofikiri, kwa na maarifa makubwa sana. Akaambia tuandikishane. Sasa kaja ukanigeuka, maana wewe ni mtawala. Wakaandikishana. Baada ya kuandikishana, Bonawasi akamwambia, baada ya kujihakikishia sasa lile jumba la kifalme ni la kwake, akamwambia vile vidole vilikuwa vinauliza hivi, duniani kuna siri ya watu watatu, ndio maana uliniona nimeonyesha ishara ya kukataa. Nilionyesha ishara ya kukataa, ina maana nimekubaliana na lile swali, yani nimejibu swali lilokuwa linaulizwa. Kimoja kikazama, vile vikabaki vikauliza kuna siri ya watu wawili duniani. Nikaonyesha tena alama ya kukataa, na kimoja kikazama, kikabaki kimoja. Kimoja kikasema hivi, kuna siri ya mtu mmoja duniani. Nikaonyesha alama ya kukubali. Wewe likikushinda ukilitoa, ukimwambia mwingine, usimlaumu yule ambaye umemwambia yeye akilisema, kwa sababu wewe mwenyewe umekushinda. Wewe unabebesha vipi mzigo mwenzio na wakati mmoja umekushinda? Wote tuna adabu. Unapomwambia mtu kitu uwe na adabu. Wewe limekushinda umemwambia, na ili kimshinda mwache huru. Kwa sababu gani? Hawezi kukaa na mzigo wako. Japokuwa tujifunze sana kukaa na siri, kwa sababu ni ibada, na ni ibada ngumu sana. Wapendwa wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama, nikamwambia cha kwanza hapa ni usiri. La pili ni kinga, lazima tufanye kinga. Hilo ndo la pili, hatuwezi kutibu bila kinga. Akaniambia sawa Sheikh, niko tayari. Nikamwambia tafuta vitu vifuatavyo, na nikamwambia hatuwezi kukukinga isipokuwa mpaka maadui zako, kwa jambo lilivyokaa, lazima maadui zako wajue. Je, wewe unaonitazama hapo, unataka kujua maadui zako watakapotapata hapa na kupata dhiki katika ulimwengu, kazini kwako, kwenye biashara, katika mazingira yoyote ulionayo, unasibiwa. Kuna watu wana nuksi za ajabu, kila akifanya jambo linaharibika. Na mwanzo alikuwa anakwenda vizuri, anasaidia ndugu, mambo yanakaa katika ubora uliokuwa mkubwa, lakini ndio sasa hivi ni mwenye kuharibikiwa. Kila atakachokifanya, waliokuwa karibu yake wamemkimbia, biashara haziendi sawa, maradhi ndio yeye na yeye. Maadui zako ukishawajua utafaulu. Akaniambia naam. Nikamwambia atafute vitu vifuatavyo, maana mimi nahitaji uwe na uwezo kidogo. Nikamwambia atafute kondoo. Kama yeye hawezi huko aliko, kondoo nitamtafuta mimi huko, atume gharama ya kondoo. Na kweli alituma. Nikamwambia tafuta kinu. Akasema kinu huko Sheikh siwezi kupata. Nikamwambia mimi nitakipata huko, kinatafutwa. Yuko Marekani, mimi niko Tanzania. Nikamwambia tafuta maziwa, haya ni lazima upate wewe. Maziwa lita 6 mpaka lita 10. Akasema Sheikh nimepata. Na kondoo mwenyewe anakuwa ni rangi ya kichuguu au mweusi. Huyu kondoo ni kwa ajili ya kafara, na kafara yenyewe ni badala ya kile kinachokusumbua. Na watu wasihadaike, sijui kafara, sijui dhambi, sijui haifai. Kafara ni badala. Unajua maana ya lugha? Kafara ni badala. Unajua lugha wewe? Baba yake Mtume alitaka kuuawa, baba yake Mtume. Unajua historia hiyo, wakati bado mdogo, kwa nadhiri aliweka babu yake Mtume. Kafara yake ikawa ngamia 100. Unalijua hilo? Kama haulijui, leo ndo tunakutana bahisha kwamba baba yake Mtume alitaka kuuawa na kafara yake ilikuwa ni ngamia 100, na ikawa ni sababu ya baba yake Mtume kuwa salama. Wapendwa wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama, kwa kumalizia, kwa ile kondoo inakuwa ni kafara. Kwa kondoo wa rangi ya kichuguu au mweusi, tukachukua kinu, tukachukua maziwa, tukachukua mtama, tukachukua njiwa 4. Vitu hivi vilivyokamilika, tukafanya dua. Baada ya kufanya dua, tumekamilisha usiku, tumemaliza ile dua. Nikamwambia nenda kalale, apate lepe lile la usingizi la siku hiyo. Alipokwenda kulala tu, kitu ambacho alichokipata usiku cha kwanza ni ndoto. Aliota familia yake yote nzima imemkusanyikia, kuanzia baba yake, yani familia yote ya ukoo mzima wamemzunguka kitandani. Anashtuka, anawauliza nyinyi mmekuja hapa kufanya nini? Anasema umetuita. Anasema nimekuteni. Ndo akili inamwijia, yuko ndani ya ndoto na anajua kweli nimeweka nia, nataka kuwajua. Akasema mbona nyote mmekusanyika, lakini bado mtu mmoja sijamuona hapa? Wakasema si unajua kwamba yuko huko Tanzania na yuko Tabora anasoma chuo, sasa naye anakujaje hapa? Akasema basi sawa, nataka kujua nyinyi ni nani kati yenu anaonifanyia madhila na kuniroga. Mmoja akamwambia shika adabu yako, chukua kwanza hichi kitu ule. Yule binti kwa hasira akampokonya mmoja kati ya wale kile kitu anachotaka kumpa. Akakichambua, akaona kwamba kuna wadudu fulani waga wapo kwenye mimbe, yani kwenye mwembe kuna wadudu fulani waga wanapanda
yani sijui anaitwaje kwa lugha yenyewe, lakini sehemu yenye mimbe mingi watu watakuwa wanajua, kwa sababu yeye ni mtu ambaye pia kakaa Tanzania, anakuwa anajua kwamba ni mdudu fulani. Basi alianza kufoka sana pale, akasema mimi vitu vya ajabu hivi ni vile, unanilisha vitu vya ajabu. Akasema pale, akasema anatuonyeshana. Ghafla akajikuta ile kwa hasira na wafukuza, tokeni hapa. Walipogeuka kuondoka ndipo akashtuka. Baada ya kushtuka amekaa ananipigia simu, ananiambia Sheikh, nimeota ndoto 1 2 3, sasa tushafaulu. Kazi ni kichwa. Sikwambia adui yako ni nani, lakini ndoto imeshajieleza. Ndio tukafanya kinga mpaka leo mzima wa afya, kwa sababu ukishafanya kinga na ushamjua mbaya hawezi kukutupia tena, kwa sababu na wewe umempa shughuli ya kufanya. Lile alilokuwa anakupiga nalo wewe tayari limeshamrejea yeye, anahangaika nalo. Kwa tumefanya kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, akaanza kutapatapa adui yake, yeye mambo yakakaa vizuri. Baada ya kumpa tiba, tena tiba yenyewe ilikuwa nafuu sana, yani tiba ambayo haikuwa na gharama kubwa mno, lakini cha kwanza tulikuwa tumefanya kinga. Kwa hiyo ikawa tiba yake ni nyepesi, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala sasa hivi ni mzima wa afya na ni zaidi ya ndugu yangu. Nitafute 771 tuweze kuzungumza, ambao ni WhatsApp 220, unaweza kupiga kawaida. Mwenyezi Mungu atujalie mapenzi, atujalie tusidharau ndoto. Akula, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah.